billah. Kwa hiyo tunaangalia kuna mambo ni maasi mtu anayafanya na Allah subhanahu wa ta'ala akipenda atamsamehe, atumtoe katika Uislamu. Wanaomtoa mtu huyo katika Uislamu ni makhawarij, lakini sisi tunaangalia namna ambavyo tunataamal na watu wa namna hiyo. Nazungumzia aqida ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Juu ya kumtia mtu katika ukafiri kuna tafsil wa tibiana, tunambainishia kwanza, sio tunamtia katika ukafiri moja kwa moja. Bal min dhalika, katika hayo, ma huwa kufrun wa minhum ma huwa haram. Kuna mambo ya ukafiri mtu akiyafanya kama hayo ya demokratia, anatoka katika Uislamu baada ya kumthibitishia hoja. Na kuna mambo mengine tu ya haram, kupeleka katika sehemu za maasi ya maji, kupeleka katika sehemu za maasi ya vyakula. Mfano, wewe umeajiriwa katika Darul Kufri hii, wewe ni dereva Muislam, mashallah, unaitwa Abdallah, babako Shaabani, babu yako alhamdulillah Abdillahi, babu wa babu yako alhamdulillah Ibrahim, ajina yote ya Uislamu. Lakini kwa sababu ya Darul Kufri kazi yako unaendesha lori la kupeleka maapple na nyanya kwenye mahoteli ya makufar yanauza ulevi na makasino. Kazi yako ni kupeleka pale watengenezewe chipsi, mishkaki itengenezwe vizuri kwa hizo nyanya unazopeleka wewe. Tunasema wewe unafanya maasiya. Na wallahi la dunia ingekuwa na uadilifu, basi kafiri asingepata hata tonye la maji. Lakini dunia ina uadilifu. Basi tunasema wewe mtu vipi? Mtu bana anafanya kazi baa. Kwani kufanya kazi baa ndio unatoka katika Uislamu? Hapana. Kufanya kazi broalis ndio unatoka katika Uislamu? Hapana. Haya ni maasiya, ni akbarul kabair, ni madhambi makubwa yanayohitajia tauba. Kwa hiyo akitubia basi, na kama anaswali huko anafanya kazi baa, Allah subhanahu wa ta'ala anajua hukumu yake. Sisi tutasema mtu huyu ni mtu wa maasiya katika vigawanyiko vya madhambi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevigawanyisha katika kitabu chake ndani ya suratul Hujurat. Allah sema jalla jalaluhu, wa kariha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Al kufru bimaana shirku billah, wal fusuqa al qabair, wal isyan maasiya. Allah ametaja kwanza al kufru iliyotaja katika surati Hujurat, ambayo Allah ameichukia ni shirki inayokutoa katika Uislamu. Fusuka ni kabair, haikutoa katika Uislamu, na al-isyan ni maasi ambayo hayakutoa katika Uislamu pia. Kwa hiyo tutasema huyu jamaa ni driver breweries, huyu jamaa na muasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni kafiri au sio kafiri? Atoke katika Uislamu. Na kuna namna ya kukaa naye. Vipi ewe Qasim unasema sisi ni makhawarij? Kwani lini tumemtoa mtu katika Uislamu bighairi dalili, pasina dalili? Yani wewe ulivyofundishwa kwamba mtu anaingia katika ukhawarij kwa sababu ya jambo tu moja ambalo si katika jambo la kiitikadi, ufahamu mbaya. Na kama ndi hivyo, waambie watu jamani, wale waliompinga Ali akiwemo na Muawiya ni makhawariji, kwa sababu walikuwa na sifa moja katika sifa za khawariji. Zipi? Wamempinga Amirul Mu'minin, wamejitoa kwa Ali. Kama utakuwa ni miongoni mwa watu wenye kusema Muawiya yuko katika usawa na Ali ndio amekosea, basi waambie watu Ali na wote waliomfuata ni makhawariji. Kwa nini wamejitoa kwa Muawiya? Ukisema hapana, tunakwambia ndio tutakurudisha katika kaida ya kumtia mtu katika firqa dhala, ni itikadi, sio mambo ya furu. Lakini yawezekana, ndio nimeelezea huko nyuma, inawezekana mtu akabakia kwenye utawala wa mtu ambaye anaitwa ni amir au waliul amri, lakini itikadi yake ni itikadi ya khawarij. Mujarrad itikabaki anamtii kiongozi. Na inawezekana mtu kajitoa kwa kiongozi kama alivyojitoa Muawiya, itikadi yake ni itikadi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa, kama ilivyokuwa sisi itikadi yetu
ni itikadi ya ahlu sunnah wal jamaa, na tunapinga kila kiongozi ambaye hawahukumi raia kwa sheria za Allah Taala na amefikiwa na hoja, amebainishiwa katika hikima wa hikami na akapinga, tutasema huyu sio Muislamu salahatan, na dalili katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Asema wewe sio Muislamu wazi. Haya, huwa basi Waislamu shirikiana na kina Kasim, wakati unapewa na saa, unafikia utakaa miaka mingapi hapa? Ardhi ya Allah, uwe na adabu kwa Allah. Allah na waja wake, Allah anataka dini yake ienee, yeye anataka kupinga. Allah lazima atangazwe. Kwa nini asitangazwe? Kama sio Allah, yeye kuna mtu angepanda ndege hapa? Kama sio Allah tabaraka wa taala, kuna mtu angepanda meli kwenda Bukoba? Hamna mtu angepanda meli kwenda Bukoba, hakuna mtu angepanda meli kwenda Europe. Leo usafiri duniani mkubwa wa kusafirisha bidhaa ni njia ya bahari. Ndio njia kubwa, ndio njia mama. Ndio kuna mameli hayo subhanallah yanabeba misikiti 10, 50, 20. Hii misikiti zinaingia container 300,000 container, na kila container na gari mbili au gari moja. 300,000 gari zinakuja karibia zaidi ya 50,000 gari kwenye meli moja. Kama sio Allah mngeweza kutengeneza hayo mameli haya? Alafu tumwache subhanahu wa ta'ala Allah jalla jalal. Kaa tu kwenye simu na button. Kama sio Allah, unafikiria hiyo simu imetengenezwa tu mtu kakaa akatengeneza kwa uwezo wa shetani? Allah amewapa watu ilmu. Kwa nini msimtangaze? Kwa nini msimtangaze Allah subhanahu wa ta'ala? Na wakati kila wakati ameweka ibra. Allah akiuzuia mkojo utautoaje? Ameuzuia hapo subhanallah, mtihani mkubwa. Allah akikujalia wewe ugonjwa wako ni kuharisha tu kila saa, utachukua mwaka mzima, utafishwa, maji yatapungua mwilini. Allah huyo. Lakini mtu anashauriwa na daktari kunywa maji mengi, lakini haharishi sana. Nani anafanya kazi hiyo tumboni? Allah. Nani anafanya kazi? Allah. Nani anafanya kazi? Allah tabaraka wa taala. Chakula kidogo maji litanzima, lakini subhanallah mtu haharishi, chakula ndio kinatoka kigumu mpaka mwili. Allah anatisha ukubwa wake. Watu waangalie, wa fi anfusikum afala tubsirun, amjitazame nyie. Ibn al-Qayyim asema, hebu tazama, unakula chakula na kunywa kinywaji kwenye njia moja tu, mdomo. Lakini Allah tabaraka wa taala baada ya kufanya alivyofanya katika miujiza zake kwenye tumbo, chakula akakivinya, akakichuja, na maji akajalia kazi iliyofanywa, maji akatoa sehemu yake na taka mwili akaitoa sehemu yake. Huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache kumtangaza huyu kwa sababu ya maneno ya kina Kasim. Eti tunachochea gani? Allah mwenyewe amefundisha watu wapigane na makufari, aya nyingi tu, na mpaka anawaambia katika suratul Anfal aya namba 60, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl. Allah subhanahu wa ta'ala anawafundisha hivyo watu, enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, fanyeni istidad, fanyeni maandalizi ya kuwapiga vita makufara. Ukisoma aya hizi unaambiwa umechochea kitu gani wakati ni aya? Katazeni Qur'ani muonekane kwamba mnapinga kitabu cha Allah, watu wakujueni. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tunaangalia yako mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu, hatumkufurishi kwa sababu wafanya kazi kwenye miji ya makufara. Wa minhum ma huwa duna dhalika, na mengine si katika mambo ya haramu wala mambo ya kufuru. Wa kullu wadhifatin bihasabiha, na kila kitu tunakipa haki yake na kusema jambo hili lamtoa, jambo hili halimtoi. Jazakumullahu khair. Baada ya salati al-maghrib.